Mngojea kwa muda wote huo na hatimaye hivi sasa amewasili, yupo katika viunga hivi vya bunge, na sasa akiwa ameshashuka kwenye gari lilomleta hapa, anaenda sasa kwenye kukagua gwaride, na tukuachie sasa nafasi mtazamaji kusikia na kutazama kile ambacho kinaenda kufanyika hivi sasa kwenye viunga hivi vya bunge. Karibu sana. Bila shaka wote mashahidi kwamba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewasili na anapokelewa na gwaride la heshima na kisha ukaguzi fanya nafasi za nuji panga.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mbele yako ni gwaride rasmi lililoandaliwa kwa heshima yako likiongozwa na maafisa wawili, wakaguzi 4, askari wa vyombo mbalimbali 89. Niko timamu kwa ukaguzi wako Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, huu ndio mwisho wa gwaride rasmi ulioandaliwa kwa heshima. Tunaomba kutoa gwaride uwanjani, Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa wabunge, kama ulivyo taratibu, Mheshimiwa Rais anakwenda kwenye chumba maalum cha spika ambako spika na watakaofuatia nyuma yao katibu wa bunge na makatibu mezani watajipanga sasa pamoja na mpambe wa bunge kwa ajili ya kuingia ndani ya ukumbi wa bunge. Subiri dakika chache, itakuwa hivyo si muda mrefu. Na mtazamaji wa Bunge TV, ilikuwa ni gwaride la heshima lililoandaliwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye sasa baada ya ratiba hiyo akimaliza kutoka hapo nje atakuwa anaingia sasa ukumbini moja kwa moja kwa ajili ya kuanza ratiba ya hapa katika ukumbi wa bunge ambako mwenyeji wake tumemshuhudia Mheshimiwa Spika Daktari Tulia Ackson Mwansasu pamoja na katibu wa bunge wakiwa tayari kabisa kumpokea ili safari ya kuingia ukumbini ianze, ambapo akitoka hapo katika gwaride lile ambalo alikuwa akilikagua alifika kwanza kwa ikatolewa heshima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kisha akaenda kukagua gwaride lenyewe sasa, na baada ya ukaguzi wa gwaride akarejea kwenye eneo tena ambalo kwa ajili ya kupewa heshima salamu za utii kiitwa hivyo, na
Sasa ndio wale wasaidizi wengine wanatangulia kuingia ukumbini ili taratibu nyingine za yeye pamoja na spika na wale ambao watakuwa wameambatana na spika, kwa maana makatibu wa bunge, makatibu bunge, tunasema makatibu mezani, watakaokuwa wanasindikiza msafara huo wapate kuingia ukumbini na ratiba sasa ipate kuchukua nafasi, ambapo akiingia sasa ama mara baada ya kumaliza pale shughuli ya pale kwenye gwaride, yeye Mheshimiwa Rais na msafara wa spika watakuwa wanaingia bungeni na bunge sasa litarejea rasmi, ambapo Mheshimiwa Spika atapata kutambulisha wageni pamoja na kumkaribisha Mheshimiwa Rais kulihutubia bunge na kisha hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo inatarajiwa, pamoja na kwamba hii leo ni ya kumaliza bunge na kuhitimisha bunge. Kwa kweli yale ambayo tulikuwa tunayazungumza yale mwanzo, Victoria Patrick, tunaenda kuyapata mrejesho wake sasa. Tunasema tu tulikuwa tunatoa tu dondoo zile, lakini mwenyewe mtendaji mkuu wa serikali, si ndio? Manake ndio yani kama ndio anayesema ni mkuu wa serikali, mtendaji mkuu wa shughuli za serikali kwa siku ya leo, mkuu wa nchi. Kwa hiyo anafika hapa kulihutubia bunge, na anapolihutubia bunge ndio tunasema ndio ukomo wa bunge la 12. Ndio kuagana, lakini hapa Watanzania wanategemea kusikia sasa ni yapi ambayo yamefanyika kwa takriban hiyo miaka 5, kwa sababu ndio ngwe ya pili hiyo, tuna ngwe ya kwanza hiyo, ngwe ya kwanza inamalizika kwa tunapoenda kwenye uchaguzi. Moja kwa moja tuingie tena katika ukumbi tusikie maelekezo mengine. Yanga bingwa. Maelezo ambayo yalikuwa yakitolewa sasa. Tuendelee Victoria Patrick, ambapo ulikuwa ukieleza kwamba utakuwa ni mrejesho sasa wa kile ambacho kimefanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kipindi hiki, na sasa tusikilize tena kinachoendelea pale ukumbini kwa matangazo yanaendelea. Na Victoria Patrick na mtazamaji wa Bunge TV, basi tunaendelea sisi kukupa dondoo wakati tukiwa ange na tayari kusubiri lolote kutoka kwa anayeongoza shughuli hii kwa hivi sasa, ambaye naye ilibidi kanuni za bunge zivunjwe, ile kanuni ya 16 iliyotenguliwa hapo jana ya kuruhusu wasio wa bunge kuingia bungeni, Victoria Patrick, kwa sababu tunajua ya kando na rais ambaye ni sehemu ya bunge, lakini wengine ambao wanaingia hii leo si sehemu ya bunge. Kwa hivyo ili kuruhusu wao na wasaidizi wao, lakini tumeona wakuu wengine, tumeona viongozi wengine wa kitaifa wakiingia humo ambao si wabunge kwa nafasi zao. Kwa hiyo ambao wameingia humo ili kuruhusiwa kuingia, basi inatakiwa kanuni za bunge zitenguliwe, na inayotenguliwa ni hiyo kanuni ya 16 ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndicho 61, sio 16 kumradhi, ni 61. Na sasa ishara inaonyesha kwamba wito unatolewa kwamba spika sasa anaenda kuingia hapa na msafara wake ambao unamuongoza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msafara unaongozwa na mpambe wa bunge Peter Magati, ukifuatiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukifuatiwa na Dr. Tulia Ackson, spika wa bunge na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Baraka Leonard, katibu wa bunge, makatibu mezani Aziza Heri na Joshua Chamwela.
Asanteni sana waheshimiwa wabunge na wageni wote, tunaweza sasa kuketi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunao viongozi wengi ambao wako hapa wamealikwa na bunge, na sisi tunawashukuru sana kwa kuja kuungana nasi. Na wewe pia Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana sana kwa Mheshimiwa Rais, makofi haya ni kwamba wabunge hawa pamoja na mambo mengine wamefurahi kukuona, lakini hata usipokuwepo huwa wanapiga makofi mengi likitajwa jina lako humu ndani. Asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa wakati huu ni watambue wageni wote ambao walipata mwaliko wa Spika na wamepata fursa ya kuja kuungana nasi, na tunawashukuru sana kwa kuja siku ya leo ya kihistoria kabisa ambayo rais wetu anakuja kuhitimisha shughuli za bunge la 12. Asanteni sana kwa kuja wageni wetu wote.